Isaya 59 kuanzia mstari wa 16 hadi 21. Akaona ya kuwa hapana mtu, akastaajabu kwa kuwa hapana mwombezi. Basi mkono wake mwenyewe ndio uliomletea wokovu, na haki yake ndio iliyomsaidia. Akajivika haki kama deraya kifuani, na chepeo cha wokovu kichwani pake. Akajivika mavazi ya kisasi yawe mavazi yake, naye alivikwa wivu kama joho. Kadri ya matendo yao, kwa kadri hiyo hiyo atawalipa. Ukali kwao wampingao, malipo kwa adui zake, naye atavirudishia visiwa malipo. Basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi, na utukufu wake toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Na mkombozi atakuja Sayuni, kwao wamchao maasi yao katika Yakobo, asema Bwana. Tena katika habari zangu, hili ndilo agano langu nao, asema Bwana, roho yangu iliyo juu yako na maneno yangu niliyoyatia kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako, wala kinywani mwa wana wako, wala kinywani mwa wajukuu wako, asema Bwana, tangu leo na hata milele. Hili ndilo neno la Bwana. Waraka wa Paulo mtume kwa Efeso, mlango ni ule wa kwanza kuanzia kifungu cha 15 hadi mwisho. Kwa sababu hiyo, mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, awape nyinyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uwezo wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Na hilo ndilo neno la Mungu. Sisi ni uzima, neno lako ni taa la miguu yetu. Sasa Bwana, tunapolitafakari neno hili, tunakuomba upate kusema nasi na ikakupendeze Mungu kutufundisha na kutuelekeza katika kujua kusudi lako. Sema na moyo wangu Mungu, na ukanene na watu wako kama inavyokupendeza, na uwaimarishe na kuthibitisha kazi uliyoanzisha ndani yao, na mwisho jina lako likapate kutukuzwa. Kwa jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Leo nataka tunazungumza habari ya kuelewa vita vya rohoni. Wa mombo wakasema understanding spiritual warfare. So kuelewa vita vya rohoni. Na zaidi sana nataka pia katika hali ya kuelewa vita vya rohoni, kabla tuingie hapo, nataka tukaweze kufahamu nafasi yetu ndani ya Kristo, ama sehemu tuliyopewa na Kristo. Our standing or our position in Christ. Lakini kwa utangulizi tu nataka niseme hivi kwamba wanadamu wote
anaanza maisha katika kifungo cha muovu. All humanity begin life in bondage to the devil. Na Warumi akasema kwa maana wote wametenda dhambi, si ndio? Na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Bali pengine maandiko yanasema wote wameoza, hakuna atendaye haki hata mmoja. Kwa hivyo we begin life katika utumwa wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 2:1-3. Ulikuwa wako kwa sababu ya makosa na zenu ambazo uliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi katika kati yao katika miili yetu tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Sasa Paulo anaelezea kamili na anaambia kanisa la Efeso, nyote mmekuwa na tabia za zamani. Napasa nikasema mwanadamu yetu huanza maisha katika utumwa na katika kifungo cha shetani. Lakini kupitia kwa ukombozi ama kazi ya ukombozi yake Kristo, Mungu amemweka mwanadamu kuwa huru kutokana na utumwa huu. Kwa hivyo kuna kuzaliwa katika kuenenda kwa dhambi na kuna kazi, the work of God, ambayo kupitia kwa Kristo aliachia kitu na theolojia nasema the saving grace. Na kwa hivyo kuna neema inayookoa huyu mwanadamu aliyekuwa katika utumwa. Na ikafikia mahali Paulo akasema sio mimi tena niishie, lakini bali Kristo anaishi ndani yangu. Kwa sababu anazungumza habari ya neema ya ukombozi ambayo inafanya kazi ndani ya mwanadamu. Hii neema umepewa, hii neema nimepewa. Sisi wote sasa tunaweza kuipokea hii neema. Colossians 1:13 kuna neema Bwana ya ukombozi. 13. He has rescued us from the dominion of darkness and brought us to the kingdom of the Son he loves. He has rescued us from what? From the dominion of darkness and brought us to what? The kingdom of the Son he loves. The kingdom of the Son he loves. Kwa hivyo kupitia kwa kazi ya msalaba tumekombolewa kutokana utawala wa giza. Sema nimekombolewa kutokana utawala wa giza. Wewe si wa giza tena. Mimi na wewe, we don't belong to the kingdom of darkness. We belong to the kingdom of his Son, his righteous Son, Jesus Christ, the kingdom of the light. We are the people of the light. Now as we stand our position, we are standing as the people of the light. Hallelujah. Na shoni watu wakiwa na raha, wakiwa katika mwangaza. Aliye katika nuru ananuna kweli. Si anafurahia? Maana yupo katika mwangaza. Amen. Hallelujah. Amen. We are delivered. Imagine the word that is used. I guess that is the NIV version. The NIV says from the dominion. What is the King James version saying, or the New English Standard Version? The English Standard Version says, I know somebody may be having that translation. What does it say? He has delivered us from the domain of darkness and transformed us. Domain of darkness. And has transferred us. Kwa hiyo kumekuwa na transfer ya kwamba ulikuwa kule, sasa umepelekwa. Waswahili wasemaje hapa? Alikuwa katika nguvu za giza,
akatuhamisha na kutu katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Imagine, alitukomboa kutoka ulimwengu katika nguvu za giza. Katika nguvu za giza. Akatufanyaje? Akatuhamisha. Neno hapa la msingi ni transfer. Akatuhamisha. Sijui kama ulihamishwa. Hata ulipomkiri sijui kama ulihamishwa. Ama bado uko huko gizani. Maana walokole ni wengi ambao wanamkiri Yesu kwa midomo, lakini kwa waganga hawakosi kwenda. Sasa Kristo alikufa akutoe katika nguvu za giza, lakini wewe kila kukicha na wewe na ndonga. Tulihamishwa. Na tujitambue. Wacha nikwambie, Mungu akuokoe asikuokoe katika dhiki ulionayo. Baki hapo kwenye utawala wa Mungu. Baki hapo. Baki hapo. Wacha kuhangaika. Na mimi nataka nikuonye, maana kuna wengine kwa waombezi ndio manyumba zao. Mwalishwa chumvi, mwabugia mafuta. Uliona nani mafuta akinywewa? Kama kuna watu wanavunja nyumba za watu ni waombezi. Waombezi wasiokuwa na makanisa. Maana kule hawana makanisa, hawana baba wa kiroho, hakuna mtu ambaye ana regulate their spiritual levels. And therefore ni kuropokwa tu. Wengine hata ni waganga, lakini wamejificha katika jina la Kristo. Na kwambia haya ili utoke katika giza, tutembee katika nuru. Mungu akujibu mpendwa, kaa pale. Asipokujibu mwabudu. Wakati wake ukifika atafanya. We are delivered, sons and daughters of God. Delivered from the place of darkness, and the Lord has transferred us. The problem with the Christians today, tunataka miracles. We are miracle seekers. We are not seeking the righteousness of God. Lakini sisi tukienda tunatafuta miujiza. Sani wachungaji wanajipatia macho wasiokuwa nayo. And the church is disorganized. Let me tell you, even those who are gifted and their eyes are opened by God, you will not see any every day. Na ukiona huyo wako unayemuona anayekuonyesha si Mungu, ni vitu za kwako. Huwezi ona kila siku. Huwezi ona kila siku. Maana ukiona kila siku utamzoea. Anastahili abaki Mungu, wewe ubaki mwanadamu. Kwa hivyo si kila siku na vingine zitafichwa machoni pako, lakini hazitakudhuru. Si kila siku kama umeomba huko una kitu unakuwa disappointed. Unataka kuona kwenda ni mrusha ramli. Na ndio maana sasa watu wengine wanajipatia maono ya kishetani. And because the enemy knows that you want eyes to see, he gives you fake eyes. You know the devil can also give you fake eyes to see. Na kila siku wewe ukiomba unaona tu, lakini they are fake things that you are seeing. So those who are intercessors, be very careful and ask the Holy Spirit to guide you in your spiritual journey. Bwana Yesu asifiwe. The church today iko na shida kwa sababu everybody standing is a prophet. And that is why unakuta atasimama ni apostle. Who is an apostle? An apostle is an eyewitness. Aliyemuona Yesu hivi na akapewa hiyo huduma. So, ni nani sahihi ameona Yesu? Kuna mtu hapa ameona Yesu? An apostle is an eyewitness. Eyewitness. And that's why we talk about the 12 apostles. There is no office of an apostle. There is no office of a prophet. The Bible talks about gifts. Gifts of prophecy. So you can prophesy, and when you prophesy, it doesn't make you a prophet. God has given you that gift. Amekupa hako kakipawa ka wewe kuwa nabii, kwa kutoa unabii. In fact, hawi nabii lakini unatoa unabii. Na unabii sio kama ninapoona ninaona mtu hapa, mama mmoja ambaye mwaka huu atapokea. Mnajua mama mnataka nini?
Hiyo sitaki kuisema. Na kuna prophesy, man of God. Yes, prophesy. If God gives me a word of prophecy to somebody, it will be particular and specific to that person. God raised us up and made us sit with Christ, as we read in Ephesians 1:21, above all rule and authority. Tunapotolewa katika mwangaza, tumeketishwa pamoja na Kristo juu ya vyote, juu ya mamlaka yote, na kwa hivyo sisi ni watu maalum. Now the issue here is coming. Tunapokombolewa namna hii na kutolewa katika giza na kupelekwa katika nuru, we become part of God's program. Now we are becoming a program ya Mungu. Wewe unapokuwa umekombolewa, unakuwa program ya nani? Ya Mungu. Now those who are delivered from powers of darkness, you are now a program of God. And what are you to bring? Not a program for yourself building your own mansions, but a program of God to bring deliverance to others. In short, you become a program to tell others about the salvation you have received. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi nimesema, hujaokoka uende mbinguni wewe. Kazi yako kule mbinguni ni kurelax. Kule mbinguni tunaenda tu kutulia. Mbinguni ni kutulia bwana. Kupangushwa wako tu machozi. Amen. Mwanangu, hapa hakuna magonjwa, hakuna huzuni, hakuna kilio. Yaani ni furaha. Kwa kule mbinguni tunafuata kufutwa machozi na kuvishwa taji ya uzima, lakini hapa ni kazi ifanyike ndio taji tupate. Amen. Tunaelewa hiyo program? Kwa hivyo kazi tumepewa ni kwamba tuwafanye wengine wajue salama ya wokovu, wajue neema ambayo sisi tumeishi nayo na kwa nini tuko hivyo tulivyo leo. Lakini utakuta Mkristo amekaa tu na wokovu wake, hata jirani hajui. Wewe kama ujulikane pale nyumbani, kuna mtu rafiki yangu sana, hata akiwa jikoni, besti yangu sana huyo mtu. Akiwa jikoni anapiga makelele. See what the Lord has done. Unajua kama ni nyumba za kukodisha si za kwako, unafikiria ni jirani hajui. Imba pale ndani ukimsifu Mungu. Imba wajirani wajue. Imba tu hata kama watakuja wakwambia una kelele, punguza volume kidogo, lakini wamesikia kelele na wamejua kwamba kuna mlokole hapa. Imba bwana. You are in a program to evangelize for Christ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kutoka tuna kibibilia chako. Unajua watu wengine hawataka kujulikana tu walokole, maana tabia zetu zimeoza. Tabia zetu ni mbaya, midomo yetu ni mirefu kama pingi. Tukiongea bala. Sasa unaona watu wakikujua wewe umwokofu, sasa ataanza kushangaa huyu Mungu wako ni Mungu gani? Maana mdomo yako hata yani haitoi maneno ya kumpa neema mtu anayesikia. Hivyo sivyo tulivyoitiwa. Tumetolewa kule tuwe chumvi ya dunia, tukawe nuru ya ulimwengu. Watu kupitia kwetu wakamjue Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ninasema hapa, watu watamjua Kristo hata kupitia kwa mienendo yetu. Kama vile Petro alijulikana, hata huyu ni mwanafunzi. What people see in us. Huwezi ukajichanganya, giza na nuru havikai pamoja. Wewe una nyimbo zako. Sisi tulizopewa ni kumpa Mungu sadaka ya sifa zinazotoka katika mioyo yetu. Na mtu akasema there are some circumstances. Which circumstances? Which circumstances? Once saved, always saved. Tukiingizwa katika mwangaza, we enter into a battlefield. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote aliye ndani ya nuru sasa anaingia katika battlefield. And what is this battlefield? The battlefield inaitwa spiritual warfare. Bwana Yesu asifiwe. Where Satan is the enemy and men become the prize. So the enemy ni shetani na tuzo ni wale watu ambao unataka uwakomboe. Amen.
This warfare, however, is not against flesh and blood. It is warfare which is spiritual. So unapo fight physically, then the possibility ya kuanguka inakuwa. There are two fronts or two sides of this war. One, we must understand this so that we can effectively enter into this battlefield. And the side number one is how to defend ourselves from or against the enemy. Tunaitanga defensive warfare. That's side number one. And then side number two is how we can take the fight to the camp of the enemy. That is naitanga offensive warfare. So warfare is in two sides, defensive and offensive. So the defensive part becomes a priority before we choose to go. Kuna watu walikimbia uchi katika maandiko. Walikimbia uchi kabisa. Na walienda mahali wakawa eti wanasema kwa jina la Yesu anayehubiriwa na kina Paulo. Yule pepo wakasemaje? Paulo tunamjua lakini nyinyi ni kina nani? Wakararuliwa bwana. Nguo akaziacha pale, mengine sitaki kuyajua. Lakini maandiko anasema walitoka pale wakiwa uchi. Bwana Yesu asifiwe. Kabla uende kugusa ngome za watu, jipiganie mwenyewe kwanza. Ask God to give you a cover. And that is why we talk about defensive warfare. Defensive warfare is prayer ya defense. You guard your territory. Guard yourself first. Unajitunza wewe mwenyewe. Tafadhali na kuonya wewe ambaye sasa unakuwa kuwa muombezi. Usiguse ngome za watu pasipo kutafuta spiritual coverage. Kinaweza kukuramba vibaya na ukaishia umekuwa debe tupu, hauna chochote. When we put on the armor of Christ, we are exercising what the position provides. That is why Waefeso wasema twaeni silaha zote za roho, si ndio? Na tunapovaa silaha tuna exercise our position. Ya kama sasa sisi tunavikwa position ya Kristo. Ndipo sasa anatupa mamlaka ya kuvunja na because hakuna jina la mwanadamu linalookoa ama kuponya, si ndio? Kwa hivyo our defense is acknowledging the name which is above every other name. What will the attack against us look like? Kuna watu hapa hawajui hata kitu gani kinaendelea. And temptation normally makes us give up the fight. This is for personal satisfaction. That's temptation. And then kuna accusation. Nala Mungu anasema kwamba the devil is an accuser. Shetani atakushtaki kila wakati mbele ya Mungu. Angalia hawa watu wako, na ndivyo alivyofanya hata kwa Ayubu, si ndio? Yule jamaa anakupenda maana hujamgusa. Lakini ukimgusa ataachana na wewe. He is an accuser. And then kuna kitu inaitwa intimidation. The devil intimidates you. Wewe hata unaweza nini wewe? Eti nawe unaomba wewe basi hata ukiomba ombi lako hata alifiki hata hapa mawinguni alifiki. Afadhali tu uache. And many of us are intimidated. Hapa hakuna asiyeweza kuomba hapa. It is about the spirit of intimidation. Na shetani anataka kutufanya lesser. Yeye ainuke. Creating us, the intimidation comes with fear and discouragement. Fear and discouragement. And you know, sometimes we fear the cost of remaining in this position. We fear the cost of following Jesus. Majority of those who are going back is fearing the cost. Hata wale described in John chapter 6, walioamini wakarudi nyuma, walirudishwa nyuma kwa sababu gani? They feared. Na walikubali kuogopa. And then there's the discouragement, unaambiwa hata ukifanya nini you will be fruitless. The goal of the attack is that we quit the battle. That's the goal of the attack. When the enemy attacks you, his goal is that you quit. Because when you quit,
it's a win. When you quit, it's a win. Wakati unaacha, yeye amewin. But I'm saying, I am not quitting the battle. Inasomwa 1 Corinthians 15:58. Basi ndugu zako wapendwa, imarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Achana hapo. Ndugu zangu wapendwa, na mimi muimarike, msitikisike, mkazidi sana kubonya kazi la Bwana, kufanya kazi ya Bwana. Hapa mbele anasema kwa maana kazi yenu si bure katika Kristo. Msitingisike. Wacha mishale ije, usitingisike. Simama imara. Tumeingia wenyewe. Aliyekwambia okoe cha lazima ni nani? Si uliokoka mwenyewe? Kuna mtu hapa alifungwa kamba akasema okoka. Si uliokoka kwamba mwenyewe ukasema napokea Yesu ni Bwana wa maisha yangu. Kwa hivyo pigwa mishale, imarika katika Bwana, zidi kufanya kazi ya Bwana. Hakuna baraka ambazo zinakuja pasipo gharama. Tusimame imara na Mungu atatutetea. Mwambie Bwana akuimarishe, akufanye kuwa imara, akuthibitishe. Bwana akuimarishe. Bwana akupe nguvu. Bwana akatembee na wewe. Bwana akafanye kusudi lake jema. Mungu akusimamishe katika vita vyote, akakupiganie na kukukomboa, maana yeye ni mwaminifu. Asante Bwana kwa kusema na moyo wangu. Asante kwa kunikumbusha kama Bwana umeniita ili nikaingie katika mwangaza. Na Bwana, believing in you is automatically enrollment to the battlefield. Lord, thank you for reminding me that I am part of that battle and I'm a part of that program you have. You've sent me to those who are weak. You've sent us to those who are taken captives, Lord, that you may deliver them and tell them the goodness of the gospel that you have entrusted in us, Lord. Asante Baba kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Nahitaji Bwana ukatuimarishe katika safari hii. Utuimarishe katika maisha yetu Bwana. Utuimarishe katika vita vyetu. Utupe silaha zote za roho ili tukaweze kusimama wakati wa majaribu. Nashukuru kwa ajili ya kila nafsi Mungu. Naomba ukaimarisha imani ndani yetu Jehova, ili kila wakati na kila dakika tuwe na utayari kupigana, maana ni wewe unayepigana ndani yetu. Kama neno lako linaposema kwamba silaha za vita zetu si za mwili, bali zina nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome. Naomba kwamba Bwana ukatuvike silaha hizi, tukatambue mamlaka ndani ya jina la Yesu, tukatambue mamlaka ndani yako Bwana, na ukatuondolee hofu na uoga, ukatuvike ujasiri to confront the powers of the enemy katika jina la Yesu. Hivyo Baba, imarisha imani yetu, imarisha Bwana udhaifu wetu, tufanye kuwa wapya, na mfalme wa amani ukaachilie nguvu mpya ndani yetu Bwana. Maana ulisema hakuna silaha itakayoinuliwa kinyume chetu ambayo Baba itafanikiwa. Tunatangaza kama sisi ni zaidi ya washindi kupitia kwa jina la Yesu. Sisi ni zaidi ya washindi, na hivyo tunateka mateka kila dominion ya giza, tunaiweka chini ya utii ya jina lako katika jina la Yesu. Na mfalme tunakuinua, maana ndiwe Mungu wetu, na zaidi yako wewe hakuna mwingine. Bariki watoto wako hawa, uwatie nguvu, wemarike katika jina la Yesu. Mwokozi wetu.